Naam, ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka hapa 103.9 Must FM. Ikisomwa kwako na mtangazaji wako Martin Elias. Habari kamili. Leo tutaangazia uhifadhi wa mazingira na juhudi mbalimbali zinazofanywa kulinda na kutunza mazingira yetu kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu wa habari Emmanuel Youma aliyoko katika viunga hivi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Martin Elias na kupata vyema. Tumekita kambi katika maeneo haya ya uwanja wa Must. Vile unavyoona mwanahabari wetu atakupambia picha kamili. Tuko hapa kuhusiana na swala muhimu la uhifadhi wa mazingira. Na kwa muda usiokuwa mrefu nitaungana na mwanafunzi mmoja atueleze namna kuhusu uhifadhi wa mazingira umechangiwa katika chuo kikuu hiki. Naam, tunajiunga na mojawapo wa wanafunzi. Maybe labda kwa majina unajihitaji? Kwa majina naitwa Alvin Cheye, mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo hiki kikuu cha Masinde Muliro. Naam. Na kwa jinsi ama kwa hali ambavyo wewe unaona chuo kikuu cha Masinde Muliro University imeweka mikakati gani katika uhifadhi wa mazingira? Kwanza kabisa imeandika wafanyakazi wa kutosha wa kuokota taka. Unajua wanafunzi wanapotembea kila sehemu wanaangusha taka ovyo ovyo, lakini sasa chuo kikuu hiki kimeweka mikakati ya kuandika wafanyakazi wa kutosha ili kuokota hizo taka na kuzisanya kwa pamoja. Na labda ukituambia, kwa kuwa tunaona mazingira hapa, ni jinsi gani ambavyo tutazidi kuhifadhi mazingira yetu? Kwanza kabisa ni kuhamasisha tu wanafunzi, sababu hao ndio shida kuu kulingana na utafiti wa juzi takataka mingi zimekuwa zikitupwa ambazo zinaleta shida. Wafanyakazi pia wanapata shida kuziokota juu utapata wafanyakazi wako wa kutosha, lakini bado ukitembea sehemu zingine unapata pia bado taka iko. So chenye chuo kinaweza fanya ni kuhamasisha tu wanafunzi dhidi ya kuhifadhi hizi taka kwa sehemu moja ndio isitapakae kila mahali. Na kwa hali ya muonekano, naona chuo kikuu cha Must kimefika vile viwango vya kusema kuwa hawa ni mojawapo ya wale tunasema pioneer katika uhifadhi wa mazingira, ama bado kuna njia ambazo inafaa tusonge? Kwangu, kwa maoni yangu nitasema la. Kwa sababu ukiangalia wajefika katika hiyo level utasema hadi ulete watu wakuje waangalie mazingira haya juu. Ukiangalia hadi miti kupaliliwa tu ni shida. Tuko na miti ndogo huko sehemu ya Must huko, lakini bado pia haijapaliliwa, uchafu imejaa ndani. So katika hiyo level unaongelea bado sioni kama tumefika. Bado tuko chini sana. Tuko na mwendo mkubwa wa kutembea, mwendo mkubwa wa kuenda samani. Na umetupambia kuwa katika uhifadhi wa mazingira uhamasisho ni chanzo kuu ambalo alijadiliwa mkazo. Naam, kwa maoni yako ni kwa jinsi gani ambapo unaona kuwa hali hii inafanyika? Samahani, labda rudia swali. Naam, nimesema kuwa umesema mojawapo kihamasisha wanafunzi, yes, takataka zitaokotwa, mazingira yatakuwa safi, lakini bado kuna misitu ndogo ndogo katika chuo hiki kikuu ambayo haijekatwa. Kama nilivyotaja awali, kuna miti pale hazijapaliliwa. Na ukiangalia miti isipopaliliwa haiwezi kukua kwake, haitakuwa haraka, na pia itakuwa kwa mwendo, haita grow haraka, let me say that. So bado tu tutakuwa chini. So inastahili labda wahamasishwe na pia wafanyakazi waletwe wa kutosha, miti zile zipaliliwe, taka zote ziokotwe
misitu ndogo ndogo katika chuo hiki kikuu pia ikatwe. Tena kuna shida ambayo inakumba hawa wanafunzi wa MUST, haswa wale ambao wanakaa kwenye mabweni. Utapata hizi misitu ndogo zinahifadhi mbu. So unapata ukienda pale kwa clinic unapata wanafunzi ni wengi juu umbu like hiyo ndio inawasumbua juu sasa unapata umbu wanaenda kwenye bweni. Ni chanzo cha magonjwa haswa malaria. Ndio. Naam, shukran. Na tukimalizia swala hili la uhifadhi wa mazingira, je, unaona ni hatua gani ambazo tutazichukua kama chuo kikuu cha MUST ili tukaweze kusonga hatua baada ya hatua na kuonyesha kuwa tumetunza mazingira yetu? Kwanza kabisa ningependa tu kusema ni ile tu ushirikiano wa wanafunzi, wafanyakazi pamoja na wasimamizi wa chuo hiki kwa ujumla. Juu wote wakishirikiana inamaanisha taka zitaokotwa, miti itapaliliwa, kila sehemu patakuwa shwari. So ni ile tu kukua pamoja, kushirikiana yani wanafunzi, wakuu wa shule pamoja na wafanyakazi, na mazingira yatakuwa sawa. Naam, asante sana mwanafunzi huyu kwa majina ya Alvin Che, ametuelimisha sana, na wacha turejee kwake Martin Elias akiwa studioni. Asante sana. Mimi wako Emmanuel Ouma.